Kwa hiyo hizi ni shubha mbili ambazo zajadiliwa hususan na wasiokuwa Waislamu. Kwa nini Uislamu ukahalalisha talaka, na hali ya kuwa talaka ina athari za kijamii kwa upande wa mke na mume walioachana na kwa upande wa watoto waliopatikana katika familia ile? Taban, majibu yetu kwa haraka haraka ni kwamba Uislamu kama tunavyofahamu ni dinul fitra, ni dini ya maumbile. Uislamu ni dini ambayo inakwenda sawa na maumbile ya mwanadamu. Uislamu haukuweka kanuni au sheria ambayo itapingana na maumbile ya binadamu, na tuwaona sisi dini ambazo zimeweka kanuni ambazo zenda kinyume na maumbile jinsi zinavyopata tabu. Mathalan, kanuni ya kwamba kiongozi wa dini asioe, akae maisha yake bila ya mume, kama ni mwanamke asiwe na mume. Tuwaona athari zinazopatikana kutokana na jambo hili. Badala ya kuoa, kufanya jambo la halali, wanafanya mambo ya haramu, kwa sababu kanuni hii inapingana na maumbile. Kila mtu ambaye yuko sahihi, mwanamume anahitaji mke na mwanamke anahitaji mume. Kwa hiyo Uislamu haukuweka kanuni ya rahbania kwamba mtu eti ni mtawa akae maisha yake bila ya mume kama ni mwanamke, au akae maisha yake bila ya mke kama ni mwanamume, kwa sababu Uislamu unafahamu kwamba hii ni kinyume na maumbile. Tukija katika upande wa talaka, tufahamu sisi katika maisha ya dunia kwamba hakuna jambo ambalo ladumu kila siku. Mambo yote ya binadamu ni mambo ya muda. Leo yapo, kesho hayapo. Leo mtu ni tajiri, kesho anaweza kuwa ni maskini. Leo mtu aweza kuwa ni maskini, kesho akawa ni tajiri. Leo mtu aweza akawa ana nguvu, yani ana pawa katika jamii, kesho pawa zile, nguvu zile zikaondoka. Katika maisha ya dunia hakuna jambo linalodumu milele. Hali kadhalika mapenzi. Mapenzi ni jambo ambalo halidumu milele. Ni jambo ambalo leo laweza likawepo, kesho lisiwepo. Watu wanaopendana sana leo, kesho waweza wakachukiana sana, na watu wanaochukiana sana leo, kesho waweza wakapendana. Kwa hiyo hakuna jambo linalodumu milele katika hii dunia. Hali kadhalika ndoa. Ndoa inaundwa na mapenzi. Watu wawili waliopendana, mke na mume, wanaoana, lakini mapenzi yale yanaweza kuondoka, yanaweza kumalizika, kama ilivyo mambo mengine, kama ilivyo katika nguvu, katika mali, katika influence katika jamii. Yote haya ni mambo ambayo leo yaweza yakawepo, kesho yakaondoka. Hali kadhalika mapenzi. Mapenzi yaweza kawepo leo, kesho yakaondoka. Mapenzi yanapokwisha, ndoa ile inakuwa haina sababu ya kubakia, kwa sababu ndoa ilijengwa kwa sababu ya mapenzi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufahamu hili kwamba kuna wakati binadamu aweza akaishiwa na mapenzi, ikawa hakuna tena sababu ya ndoa, Uislamu ukaweka kanuni kwamba ikiwa mtu anaona kwamba hana furaha katika ndoa yake, yale matarajio aliyoyatarajia katika ndoa hayapo, hayakupatikana au yameondoka, Uislamu haukulazimishi ukae katika ndoa ya kuigiza.